Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tunaingia kwenye mdahalo wetu wa Mwenge wa County, ambapo hii leo tunamulika hali ya ugatuzi chini ya miaka mitatu ya urais wa William Ruto. Na tunajua kwamba ugatuzi uliahidiwa kuwa suluhu ya maendeleo mashinani, lakini je, wananchi wanaona matunda yake? Na tukipenda kujua kama kaunti zimepata nguvu chini ya urais wa Rais William Ruto au bado kuna changamoto kubwa katika utekelezaji na baadhi ya majukumu ya kaunti. Na hapa studioni tuko nao wageni wetu ambao baadhi yao wako hapa studioni tayari, wengine bado tunawasubiri waweze kufika. Hapa karibu nami ni Daktari Lucas Gasheru ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, na hapo mwisho tuko naye Thuo Fio ambaye ni mwakilishi wadi wa Karura. Watakuwa natueleza mengi tu kuhusiana na mtazamo wao kuhusu ugatuzi chini ya Rais William Ruto. Lakini pia tutakuwa naye gavana wa Trans Nzoia George Natembeya ambaye atakuwa anaungana nasi kupitia mtandao hivi punde. Lakini kwa sasa hebu tuangazie kaunti ya Samburu, wenyeji wanasemaje kuhusiana na hali ya ugatuzi miaka mitatu katika urais wa William Ruto. Mheshimiwa Kapombe, tunapozamia swala hili zima kuleka kwenye mizani ugatuzi chini ya utawala wake Rais William Ruto, je, ugatuzi umefanya kazi vipi? Ugatuzi umefanikiwa kwa asilimia gani? Tunasema na wakazi wa kaunti ya Samburu kudadavua kubaini kama kweli ugatuzi unafanya kazi ama ufanyi kazi. Tuanze kwa majina, tuambie serikali ya kaunti imefanya kazi kwa namna gani? Mimi naishi pande ya Lemsikio. Sasa huko sisi tunateseka sana. Pande ya barabara siku hizi hakuna barabara inapitika. Kitu ingine, tangu tushague hii serikali ya hii ya county hatujawahi kuona kitu huko kijijini. Hatujawahi kuona kitu imeendelea ya serikali ya county. Sisi hatujaona kitu yoyote. Ile kitu ingine huko kwetu imekatakatwa. Kila mtu sasa ako na shamba yake. Kuna mapesa tumeona ametolewa ya pesa ya mabarabara. Imekuliwa hiyo pesa. Bado tunapita mistuni, hatuna mabarabara. Ugatuzi unafanya kazi ama ufanyi kazi? Kwa majina ni Newton Lengopae, mkazi wa Maralal, naishi Nomotio. Kwa kweli hakuna kitu serikali ya kaunti inafanya kwetu. Kwa sababu jaribu kuangalia maendeleo huwa inakuanga vitu tatu kwa watu ambao kila mtu ana benefit. Ukiangalia maendeleo yenye kila mtu ana benefit ni barabara, stima na maji. Barabara hatuna. Kuna mashimo mingi ambayo inatuumiza katika barabara. Mimi ni mwana bodaboda. Pikipiki hakuna wakati ambayo usukumi pikipiki ikiwa na pancha, ikiwa imefunjika stima, imefunjika chuma yoyote ile, unakuta pikipiki inaharibika kwa sababu ya barabara. Ya pili, stima haifiki kwetu. Stima haijafika kwa watu. Na hiyo ndio maendeleo tunataka. Maji hakuna, watu wanakunywa maji ya laga, uchafu. Maji ambayo ndofu ndio inakunya, wanyama wengine ndio wanakunya, ndio unakuta asubuhi watu wanaenda kukunywa. Maendeleo yenye kwa Samburu ni maendeleo ya mtu mmoja. Maendeleo ya mtu mmoja kupewa ng'ombe, na sio watu wote ndio wana benefit. Hayo ndio maneno yangu. Sawa, ndugu yangu jongea hapa. Ugatuzi unafanya kazi ama ufanye kazi? Na kama ufanye kazi, nini ifanyike ili kuona kwamba ugatuzi unafanya kazi? Kwa majina yangu ni Nicholas kutoka hapa maeneo ya Samburu Maralal. Mimi kwa maono yangu kaunti haifanyi kazi kabisa. Mimi naweza sema kaunti inafanya kazi ya kupeana ng'ombe, lakini sitasema wanafanya kazi ya kututengenezea barabara. Sitasema wanafanya kazi ya kutetea mwananchi huyu wa Samburu. Tukijaribu kuangalia hakuna jambo lolote limefanyika nzuri, kwa sababu tukiona town hii kwa ukweli haina maji. Tukiangalia town barabara ni mbovu. Tukiangalia town ni kama ni mahami kwa ukweli. Kwa hivyo ningeweza kusema ya kwamba wajaribu kuangalia namna nyingine ambao watakuja kutudanganya miaka hii nyingine, kwa sababu hakuna leo jambo lolote ambalo limefanyika. Maana tukiangalia pale hospitali hakuna madawa, watu wanaendelea kuhangaika. Tukipata juzi kama juzi tulikuwa na mtu wa accident pale hospitali, ikakosekana madawa kabisa, unaambiwa uende na imeandikwa Maralal Referral Hospital. Kwa hivyo ninasema ya kwamba maendeleo kwetu ni kama bado haijafika kabisa. Ipa asilimia ngapi serikali ya kaunti hii? Asilimia ngapi kati ya 10? Ninaona ya kwamba wacha niwapatie asilimia 3 kulingana na vile ninavyoona, kwa sababu hakuna kazi yote imefanyika hapa.
Mashirima Kapombe, ndizo kauli zilizoibuliwa na wakazi wa gatuzi la Samburu waliorauka majogoo kuelekea katika vituo vya kupiga kura na kufanya maamuzi yao. Wanasema ama wanasadiki kwamba ugatuzi haujafanikiwa kwa asilimia kubwa katika kaunti hii. Hiyo inaashiria pana pengo kubwa, pana kibarua cha ziada ambacho kinapaswa kufanikishwa ili kuona kuwa matunda ya ugatuzi yanaafikiwa kwa wafugaji wa kaunti ya Samburu. Miruso nitie kikomo. Shukran Boniface Barasa hapo akiwa anasema kwamba hao wananchi maraia kutoka Samburu wanasema wao waliamka ama walirauka kama jogoo kupiga kura, lakini hawahisi kama kuna matunda yote. Daktari Gasheru, ukiwasikiza wale wananchi, masuala ya ugatuzi yalikuwa yanapaswa kuhakikisha kwamba huduma zimefika mashinani, masuala ya afya, elimu, barabara, kilimo. Kabla hata tuangazie miaka mitatu ya Rais William Ruto, mbona bado kuna malalamishi kutoka kwa wananchi katika kaunti? Asante sana kwa swali hilo. Kwanza niwasalimie watazamaji wote pahali wanatutazama katika nchi yetu ya Kenya, na sana sana niwasalimie watu wa Kinangop. Mimi nimetoka Kinangop constituency, iko Nyandarua County. Na nimesikiza vile wananchi wanasema wakiwa Samburu, na nimekuwa nikizunguka kaunti yetu ya Nyandarua na Kinangop, na wananchi pia huko wako na malalamishi kama hayo. Kwanza ile kitu wananchi wanasema sana, kwanza ni gharama ya maisha. Gharama ya maisha imeenda juu sana. Na ukiangalia katika ugatuzi, kwa sababu maendeleo ilikuwa ikaribia mwananchi, tulikuwa tunatarajia kwamba gharama ya maisha ingepungua. Kwa hivyo hiyo ni tatizo kubwa sana. Pia ukiangalia mambo kama barabara, na najua watu wa Samburu wamesema hivyo. Pia kwetu Kinangop kuna shida mingi sana ya barabara. Kwetu Kinangop ni wakulima na wanabiashara, lakini unakuta mazao ya shambani hata hawezi fika sokoni kwa sababu ya barabara. Kwa hivyo hizo ni zile changamoto kubwa wananchi wanapitia. Tunaweza sema ugatuzi inafanya, ugatuzi haifanyi, lakini swali kubwa ni mwananchi wa kawaida akiwa mashinani anataka nini na akona matatizo gani? Kwa sababu pia utakuta wengine hata kama ni vile wamesema stima pia ni shida. Kama kule kwetu kuna pahali inaitwa Gwashiri. Unapita hapo unakuta stima imepita juu, lakini manyumba hazija connectiwa na electricity. So kuna hizo changamoto. Na tukiangalia mambo ya ugatuzi lazima tuangalie wananchi wako wapi, wananchi wanasema nini. I think hilo ndilo jambo la maana sana. Mheshimiwa Thuo, hili jambo la huduma kama za afya, elimu, barabara, kilimo ni jambo ambalo unalisikia katika kaunti mbalimbali. Je, nyinyi kama wawakilishi wadi, mchango wenu umekuwa upi katika kuhakikisha kwamba hizi huduma ambazo wananchi wanalilia zinawafikia, na wakati ambapo hazijawafikia mnasaidia vipi? Kwanza asante sana kwa mwaliko wako, na pia nichukue hii fursa kuwasalimu watazamaji wetu wote pahali walipo. Kwa majina naitwa Thuo Fionefio, naakilisha Karura Muthaiga katika bunge la Nairobi. Ni vyema venye umetuita tuongee mambo ya ugatuzi, na hasa ugatuzi iliwekwa kwa katiba ili iweze kuleta huduma karibu na mwananchi, na pia majukumu ambayo ilikuwa inafanywa na serikali kuu iende kwa mwananchi karibu mashinani. Lakini haya yote Kashirima inahitaji pesa, na pesa mingi ambazo zinaweza enda kukuza mashinani zinafaa kutoka kwa serikali kuu. Na sasa kwa sasa tuseme ni miaka 15, kwa sababu ugatuzi uliweza kukita vizuri wakati wa serikali ya Uhuru Kenyatta, sababu yeye ndiye alikuwa rais wa kwanza kupata huu mfumo wa ugatuzi, na Uhuru akawa kwa miaka 10, na sasa tuko chini ya utawala wa William Ruto. Lakini jambo ambalo ni la maana kukumbuka ni kwamba pesa lazima ziwe. Kwa mfano, akiwa ni mambo kama ya takataka hapa Nairobi, mnahitaji kuwa na pesa ili muweze kuchukua hizo takataka na zipelekwe pahali zinahitaji kupelekwa. Na kwingine akiwa ni mambo ya kilimo, pesa zinafaa ziwe. Lakini moja ya obstacles ambayo imepata ugatuzi ni kwamba bado tuko na wizara ya kilimo
Kwa hivyo pesa mingi zimebaki hapo Kilimo House. Akiwa ni mambo ya afya, bado tuko na wizara ya afya. Ni vizuri tuwe na wizara ya afya ama ya kilimo katika national ili iweze kuangalia masuala ya policy. Lakini pahali watu ambapo waliko ni huko mashinani. Kwa hivyo mimi niseme ya kwamba ingawaje ugatuzi ulikuja ili majukumu iende mashinani, hayo majukumu haikufuatwa na mgao ambao unaweza tosha ili make sure maendeleo yamefikia mwananchi. Hiyo ndio changamoto kubwa kulingana nami. Daktari Gachero, ndio kuna malalamishi kuhusiana na kucheleweshwa kwa fedha, lakini pia katiba ilikuwa na malengo kwamba ifikie wakati ambapo counties zinaweza kujisimamia. Ndio maana counties zinapokea fedha kupitia zile leseni, kupitia ada mbalimbali ambazo tunaona kila mara kuna baadhi ya county ambazo zinaimarisha mapato wanayopata katika county yao. Je, unaona kama itafika wakati ambapo serikali za county zitaweza kujisimamia bila kulalamika na bila kutegemea sana ule mgao ambao unatoka serikali kuu? Asanti sana kwa hilo swali. Na kuna mambo mbili ya muhimu naweza taka kwanza kutaja. Kitu ya kwanza ni ukiangalia katiba yetu ya 2010, kuna kiwango ilikuwa itoke kwa national government ama serikali kuu iende kwa county government. Hiyo kiwango ilikuwa ikuwe 15%. Lakini unapata ya kwamba kama hii bajeti tulifanya 2025-2026, unapata ni kama tu 10% inaenda kwa county government, na hiyo ni kama bilioni 415 billion. So unapata hiyo ni changamoto kubwa kwa sababu kuna kazi mingi county government inafanya lakini pesa haifiki. Jambo lingine ni kucheleweshwa kwa pesa. Nakumbuka wakati Rais Ruto aliapishwa, baadhi ya mambo alisema atajaribu kuhakikisha kwamba bajeti imeongezeka na zimeimarika, kuna pesa za kutuma counties, atahakikisha kwamba pesa hazichelewi kufika counties, na pia kitu ingine atahakikisha kwamba kuna ile goodwill ya government kufanya kazi na county government. Lakini ndio hasa niingie kwa swali lako, unakuta kwamba county zetu zote haziko sawa. Utakuta county zingine kama zinaweza kufanya ile tunaita own source revenue yao inakuwa juu sana, maybe kwa sababu ya mambo kama tourism inachangia sana kwa county kupata pesa. Na utapata kuna county zingine kama kwetu Nyandarua, own source revenue yetu ilikuwa 42%. Na ni sisi tulikuwa mwisho ukiangalia county zingine. Kwa hivyo utakuta kwamba changamoto kubwa ni kwa county government. County government wanaweza fanya nini ndio waongeze hiyo own source revenue, lakini kuna counties zimetuonyesha unaweza pata 100% of your own source revenue projections. Wengine hata wanazidisha kuliko hizo. Kwa hivyo ni changamoto sana kwa county government. Waendelee kujaribu kutafuta mikakati ambao wataweza kupata pesa za kutosha, na pia national government waendelee kufanya na county government ndio ile pesa ifike kwa ile wakati unastahili, na pia pesa iendelee kuongezeka. Tukiangalia kama 15% ya bajeti yetu ingekuwa kama bilioni 650 kwa hii mwaka. Kwa hivyo kuna kama bilioni 200 maybe kwa hii mwaka inakuja, serikali inafaa itafute ndio itume kwa county zetu. Naam. Yeah. Mheshimiwa Thuo, Daktari Gachero amezungumzia yale mapato ambayo yanatoka kwa county, na county ya Nairobi ni mojawapo ya county ambazo zinapata hela nyingi sana, lakini wengi wanalalamika kwamba hawaoni mahali hizo hela zinaenda. Wewe kama mwakilishi wa hizi hela zinaenda wapi? Kwanza tulisema ya kwamba ugatuzi ulikuja sababu majukumu ambayo ilikuwa imetwikwa serikali kuu, mengine hao majukumu imepelekwa kwa gatuzi kama gatuzi la Nairobi. Na ni kweli kwa kuna mgao ambao kaunti ya Nairobi huwa inapata kutoka kwa serikali kuu, na pia kuna zile ambazo pesa kaunti kupitia leseni, kupitia mambo ya mashamba, kupitia mambo ya mijengo, kaunti huwa inapata hizo pesa. Nairobi huwa tunapata bilioni 20, lakini kulingana na mimi kama mwakilishi ward hizo pesa hazitoshi, kwa maana kwa mfano tuko na wafanya kazi hapa Nairobi
22,000. Kwa hivyo jumla ya pesa bilioni 1.2 huwa inahitajika kila mwezi ili kuweza kulipa hao watu. Kwa hivyo wafanyakazi wa kaunti, kwa hivyo naona hizo pesa as much ni mingi zikikuja kwa kaunti ziko na kazi. Na zile ambazo tunaweza kuchukua kama leseni ama licenses ama approvals kutoka kwa mijengo na mengineyo inatumika tu kwa miradi ambayo si mingi vile. Kwa mfano niseme kaunti pia Nairobi iko na shida kwanza sana ikiwa ni mambo ya debt. Sababu kuna ile ambayo tunaweza ita legacy debt. Kwa hivyo hata gavana yoyote ambaye atakuja, iwapo unalipa pesa ya wanakandarasi ambao wanafanya kazi tuseme kwa huu mwaka, yule mama ambaye huwa anaangalia mhasibu wa bajeti ya serikali amesema ya kwamba lazima uwe unalipa pia wale watu ambao walifanya kazi siku ambazo zilizopita. Kwa hivyo madeni ndio madeni ndio imekaba kaunti ya Nairobi, na ndivyo tunahimiza Commission on Revenue Allocation lazima iangalie na itazame Nairobi kama city. Si kusema ya kwamba kaunti zingine ama gatuzi zingine zisiangaliwe, lakini Nairobi ndio utovu wa nchi. Kwa hivyo lazima majukumu na rasilimali ifuatwe na fedha. Ndio wananchi wa Nairobi waweze kufaidika na washabikie ugatuzi. Yeah. Na kuna swala ambalo bila shaka lazima tulizungumzie ambalo linahusu tuseme uhuru wa mabunge ya kaunti. Maana hivi majuzi kulikuwa na mikutano ambayo inakisiwa ilikadiria kumsaidia gavana asije kang'atuliwa mamlakani. Kama mwakilishi wadi, hilo ni jambo ambalo linakufanya ufikirie nini? Maanake malengo yenu hayakuafikiwa. Niseme ya kwamba kuna wale wengi ambao wamechaguliwa katika bunge ya mji wa Nairobi wamechaguliwa kupitia vyama. Na kuna vyama tanzu kama chama cha ODM na chama cha Jubilee na Wiper. Sisi tuko mrengo moja, mrengo wa Azimio. Na pia kuna wale ambao wamechaguliwa na chama cha UDA na Kenya Kwanza, na pia kuna wachache ambao wamechaguliwa kama watu kibinafsi. Na vile nimevyosema, kila mtu alifika hapo kwa basi fulani. Kuna wale ambao walifika hapo kupitia vyama. Na hizi vyama kuna viongozi wa vyama. Sasa wakati ambapo viongozi wa vyama wameitana mkutano, lazima tungefika na tuwasikize, na tukawa na kikao na tukaangalia yote ambayo yalikuwa yamefanya wawakilishi wodi wa Nairobi wawe na malalamishi, na ikasemekana kwamba hiyo maneno itaangaliwa kwa siku zijazo, siku 60 hivi. Na sasa after hizo siku 60 tutakuwa na kikao tujue ama yale ambayo yalikuwa yamefanya wawakilishi wodi wakuwe na ubaya sana kwa uongozi ulioko katika kaunti ama yameweza kuangaliwa. Na moja hayo maneno ni maneno ya basari ambazo zijakuwa zikifika mashinani. Mengine ni kama maneno ya kuwa wanakandarasi hawajalipwa, na pia ujue wanakandarasi hawajalipwa kwa sababu pia mgao ambao tunapata kutoka kwa kaunti hautoshi. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yalikuwa yameleta tatanishi katika bunge. Umesema ya kwamba msimamo na independence ya county assembly. Ningependa kusema independence ya county assembly iko, lakini pia nimekueleza ya kwamba kuna basi ambalo ulifika nayo katika bunge, na siku zote kuna mtazamo unaitwa party position. Sasa party position huwa inatoka hapo juu na ikifika chini lazima iangaliwe, sababu kuna chama ambayo ilikufikisha katika bunge. Naam, Daktari Gachero. Yes. Ukimsikiza Mheshimiwa Thuo hapa akizungumzia hilo swala la ndio kuna uhuru wa bunge la county, lakini pia kuna party position. Je, kuna uhuru kweli? Hilo ndilo tatizo kubwa tuko nalo katika taifa letu. Kwanza ukiangalia ugatuzi na uhuru wa counties kufanya kazi, utakuta kwamba kuna mgogoro wa madaraka, na hilo ni shida kubwa. Na ukiangazia
kama yale maneno ambayo kaunti ya Nairobi walikuwa wanaangalia ni utendakazi bora. Je, wananchi wanafanyiwa kazi vizuri? Kwa sababu wao wakiwa kama county government wako na uhuru wa kufanya ile tunaita oversight ya governor wao, na wako na uhuru wa kufanya hivyo bila kuingiliwa na serikali kuu. Utakuta mambo mengine hata ni mambo ya ufisadi. So kama kuna ufisadi, county government inafaa ikuwe inaangalia yale maneno na inaweza kutatua shida zao kama county kukiwa na hayo mambo. Lakini wakati serikali kuu imeingilia hayo maneno, unakuta kwamba hakuna ile tunaita service delivery haiko, hakuna accountability. So hayo mambo unakuta sana inatatiza. Kwa hivyo ile kitu tunaweza taka kuomba ni serikali kuu ipatie uhuru counties kufanya kazi yao. Na pia naweza taka tu kuongeza, ukiangalia hata kulikuwa na maneno ya e-citizen na uhuru wa county government kuweza kucorrect pesa yao ya own source revenue. Unakumbuka magavana walikuwa wanapinga sana hizo pesa kupitia kwa e-citizen. Kwa sababu pia unakuta ugatuzi ulikuwa naarifiwa kinasa sauti chako kina tatizo kidogo. Nataka tupumzike ili tuweze kusuluhisha tatizo hilo. Na pia tuko naye hapa Clement Kishobe ambaye ni mwakilishi wadi wa Kariara kutoka kaunti ya Murang'a. Lakini tupumzike kidogo tu kisha turejee na mdahalo wetu kuhusu utendakazi ama hali ya kaunti, hali ya ugatuzi katika miaka mitatu chini ya Rais William Ruto. Je, katika miaka hii mitatu ugatuzi umeimarika? Ndio swali ambalo tunakuuliza hii leo. Nambari ya rafa ni 22422 au kupitia mitandao ya kijamii ukitumia alama ya reli sema na Citizen. Usiondoke hapo.